Ligi kuu ya NBC Tanzania bara inatarajiwa kuendelea tena hii leo, ambapo kutakuwa kuna mchezo mmoja tu wa ligi kuu. Timu ya Mashujaa FC wana mapigo na mwendo, wao watakuwa nyumbani kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma kuweza kuwakaribisha Fountain Gate katika dimba lao la nyumbani. Mechi hii itapigwa saa 10 kamili za jioni na mchezo huo utaonyeshwa mubashara kabisa kupitia Azam Sports 1 HD. Mashujaa FC katika mchezo wa mwisho wametoka kupata ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya wanatamtam wa pale Manungu Toriani Morogoro, timu ya Mtibwa Sugar, mchezo ukichezwa uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Wakati upande wa pili wa shilingi, Fountain Gate nao imetoka kupata ushindi wa goli 1-0 katika mchezo wa mwisho dhidi ya wanakoma kumwanya, timu ya Mbeya City. Leo ndio leo, asiyekuwa na mwana aeleke jiwe. Timu zote mbili zitatualika kuweza kuitambua na kujua siri ya sifuri. Lilian Mukulu, unakuwa mchezo wa namna gani huu? Tukitazama Fountain Gate ilipata ushindi mechi yake dhidi ya Mbeya City, lakini timu ya Mashujaa na yenyewe pia ikipata ushindi mnono kweli kweli. Yalikuwa ni magoli 3-1 dhidi ya Mtibwa Sugar. Leo wamerejea, wako nyumbani kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Umekufika Kigoma? Umekufika? Ni mbali kuliko Bukoba au Bukoba ni mbali kwa kutokea Dar es Salaam? Kigoma mbali. Ila unajua shida ya Kigoma inawezekana ni barabara. Ila kule mbali. Watu wa Bukoba ukiwauliza kutoka Dar kwenda Bukoba na kutoka Dar kwenda Kigoma wapi mbali, wanasema kutoka Dar kwenda Kigoma ni mbali sana. Na watu wa Kigoma ukiwauliza kutoka Dar kwenda Kigoma na kutoka Dar kwenda Bukoba kilomita ni mbali, wanasema bwana Bukoba ni karibu, Kigoma ni mbali. Na wengine wanasema Kigoma ni mbali, anga kilomita. Huyu ni mtu wa pili. Nimemuuliza pia timu za Karugera, akasema mimi kwetu Bukoba lakini Kigoma ni mbali sana. Kwa watani wetu bwana. Kwa watani wetu ni mbali. Mwamba Ngoma Mwamba Ngoma anakuwa sisi kwetu ni mbali. Kwa sababu kuna kilomita kama 1300 1500 kasoro. Kutoka Kigoma kuna sema ilikuwa bado lami haijakamilika. Changamoto ya Kigoma njia. Lakini sasa hivi na mashallah Kigoma pazuri. Baki kidogo. Kigoma kipande kidogo mno. Hivi kimebaki kwanza. Kwa tutauliza waliokuwa Kigoma. Jana nilikuwa nawasiliana na rafiki yangu mmoja anaitwa Edwin Msele, ambao ameenda kwenye mechi ya Azam TV. Ipo kwa naambia kile kipande ambacho kilichokuwa cha lami kile bado vipi kimemalizika au vumbi jekundu kile. Ushatoka Malagarasi hapa. Tembea lami mpya ile bwana, lami na hatari. Lilian, mchezo namna gani huo? Ni mechi nzuri. Timu moja ambayo ilikuwa na ukame muda mrefu wa kupata ushindi, walifanikiwa kupata ushindi dhidi ya Mtibwa. Kwa ile morali ya ushindi ni kama vile imerejea. Wanakutana dhidi ya Fountain Gate. Moja ya kitu ambacho mimi nafurahishwa na Fountain Gate ni kocha Eliza. Inawezekana hana ile quality kubwa katika timu yake, ila kuna namna ambavyo ana utilize kile alichokuwa nacho. Yaani anakitumia kile ambacho yuko nacho katika timu ili kuweza kumtafutia chochote kitu. Naona namna gani ambavyo Fountain Gate jinsi ambavyo wanacheza, changamoto yao ni ukivuka katika mstari wa mbele, jinsi ambavyo utengenezaji wa nafasi umekuwa adhimu kiasi. Unaona kama vile timu ina struggle katika eneo la mbele. Wamejaribu kumuongeza Nigeria jezi namba 7 Obas, bado na yeye ameshindwa kupull up kwa sababu anaamini kwamba anapofika raia kigeni wanawezekana akafanya zaidi, ila bado na yeye pia anatakiwa kupull up zaidi. Ila ni moja ya timu ambayo mimi na enjoy namna ambavyo wana uwezo mkubwa sana wa kumiliki mpira, na pia driving session yao ni nzuri sana, namna ambavyo wanaweza ku overlap ni wazuri katika hilo. Kwa kama wataweza kuboresha katika utengenezaji wa nafasi, naamini kuna sehemu ambayo timu itaenda. Ukiwazungumzia Mashujaa, Julio ameenda kutengeneza motivation katika timu. Tukumbuke kwamba ni timu ambayo ilikaa muda mrefu bila kupata matokeo ya ushindi. Namna ambavyo magoli dhidi ya Mtibwa yalipatikana, unaona kabisa ni timu ambayo at least inawezekana ikawa inarejea katika ile ubora ambao walikuwa nao Mashujaa misimu miwili mitatu. Changamoto ambayo ilikuwa kwa Mashujaa ni baada ya kuondoka Abdul Malik Zakaria, eneo lao la ulinzi lilikosa kiongozi. Abdul Malik alikuwa anafanya kazi kubwa sana, sio tu kuzuia michomo ya pinzani, ila pia alikuwa ni mtu ambaye ana intercept
movement ya mpinzani anavyoenda, pia alikuwa bora katika kupandisha mashambulizi ya timu. Hivi sasa akawa na struggle namna gani ambavyo wanaitengeneza sawa safu ya ulinzi ambao ameondoka nguzo muhimu, alafu huku mbele pia akawa na struggle namna gani ambavyo wanapata matokeo. Ameingia Julio, kuna namna ambavyo unaona kuna motivation zakana, amezungumza na wachezaji kwamba yes, kuondoka mmoja imaanishi kama imeondoka timu nzima. Kuna kitu kama homa inakujaga ukiona mchezaji wako tegemezi ambaye mlikuwa mnamtegemea na alikuwa captain wa timu, alivyoondoka kuna ile homa kwamba tumeondokewa na captain itakuwaje. Ila kwa situation ambavyo ilikuwa ni kama vile imeanza kurejea katika ile scenario ambapo ipo. Hii inanikumbusha na situation ambayo iliwakuta Zambia 1993 wakati wamepoteza timu nzima. Kalush Bali wakati anapoa Osinga kukinoa kikosi kuelekea 1994 kwenye AFCON, aliwaambia kwamba sisi sasa tulikuwepo ndo timu ya taifa ya Zambia. Kwamba sisi alopita tusiagange nyuma. Najua tumepoteza watu wengi katika timu ya taifa ya Zambia, ila sisi ndo timu ya taifa ya Zambia. Tukaona namna ambavyo timu walifanya wakiwa wapi, wakafika mpaka semi finali wakapoteza dhidi ya Nigeria. Kwa unaona na wao ndo walitangulia kupata goli, Nigeria wakasalisha dakika 2. Kwa maana yake kwamba ile motivation kuna wakati inalipa kwa kiasi kikubwa. Sawa, na pale kwenye mchezaji tegemezi ni mchezaji tegemeo, maana akiwa tegemezi atakuwa na wanyonya wenzake. Mchezaji tegemeo, na tutakuwa mwalimu wangu wa Kiswahili kadiri siku zinavyokwenda. Na nimepokea ujumbe kutoka kwa Jacob Ruvilo, mwakilishi wa Azam TV pale Kigoma. Alikuwa ananiambia kile kipande cha Malagarasi Uvinza lami tupu. Sasa hivi kwa mtelezo. Kwa sababu ukiondoka asubuhi jioni umefika. Basi tuziangalie takwimu za timu zote mbili, tukianza na wenyeji kwa maana ya Mashujaa FC, lakini pia tutakuja kuwatazama wageni. Hawa ndio Mashujaa, takwimu zao: mechi 15, ushindi mara 4, sare mara 5, kupoteza mara 6, magoli ya kufunga 8, ya kufungwa 15, nafasi ya 11, alama 17. Hizo ndio takwimu za Mashujaa FC kwa msimu huu wa 2025-26. Lakini upande wa pili wa shilingi, je, mambo yakoje? Maana yake hizi ni takwimu za Fountain Gate ambao nao wamecheza michezo 15, ushindi mara 4, sare mara 3, wamepoteza mara 8, magoli ya kufunga ni 7, magoli ya kufungwa 18, nafasi waliopo nafasi ya 13, alama 15. Michezo 15, alama 15. Karibu sana Andrea Kinga Mkono. Unaangalia ni timu ambazo zote timu mbili zimefungwa magoli mengi, yani timu zinaruhusu magoli mengi, na wenyewe wana changamoto kwenye safu zao za ufungaji. Sawa. Sababu Mashujaa amefunga goli 8, Fountain Gate amefunga goli 7. Lakini huyu amefungwa goli 15, huyu amefunga goli 18. Kwa hiyo unagundua kwamba ni timu ambazo zinaruhusu sana magoli, lakini kufungaji kwao ni tatizo. Na ndio changamoto ya mechi kama hizi, na unaona kwamba hii ni mechi ambazo zile mechi za kujitengeneza kutaka kuamua hatima yako kwenye msafari ya ligi kuu. Na mechi zao wanapokutana zimekuwa na matokeo. Mechi moja katika mechi 4 walizokutana ambazo za hivi karibuni, unagundua kwamba mechi 2 wametoa sare. Mechi moja Mashujaa kafungwa 3, mechi nyingine Fountain Gate alifungwa 3. Kwa hiyo ni timu ambazo zinafungana kwa historia. Na mechi ya mwisho Fountain Gate walishinda kwenye mechi ambayo hawakustahili kushinda dhidi ya Mbeya City, kwa sababu walizidiwa sehemu kubwa. Mbeya City ilitawala mchezo kwa sehemu kubwa, lakini bahati mbaya goli likatokea ambalo halikuonekana linatokea wapi. Lakini ilionekana kaka, sio wametengenezwa kule, kaenda katengeneza katika kimchezo. Unajua, ngoja nikwambie, unaweza kufunga goli lakini ile goli halikuonekana linatokea wapi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba ule mpira ulivyokuwa umekaa pale katikati ya uwanja, yani mazingira ni ya mazingira ya wachezaji binafsi sana ambao walifanyika pale. Kama mtu kaupiga mpira mrefu ile wa mwisho kachukua kafunga, yani ikawa kama vile goli ambalo sio rasmi kutukua kwa goli, kwa sababu kuna moves zinachezwa, unaona hii goli timu inatengeneza goli kuanzia hatua moja hadi nyingine, nauliza mpaka inapata goli. Benchi la ufundi na baadhi ya wachezaji wa Mashujaa FC na Fountain Gate wametambiana, kila mmoja akiamini kwamba anaweza akachomoza na ushindi katika mchezo wao wa leo ambao utapigwa uwanja wa CCM Lake Tanganyika Kigoma. Kuitumikia Mashujaa, na hasa ukichukulia kwamba baada ya kupata matokeo mabaya katika mechi zilizopita takriban 4-5, lakini Mungu akatujalia tukapata ushindi wetu wa kwanza wa ligi pale Dodoma kwa kuwafunga Mtibwa Sugar goli 3-1. Tunawaheshimu sana na kuona kwamba Fountain Gate ni moja ya timu bora
na ni nzuri, kwa sababu siku za karibuni umeweza kuona inavyopata matokeo. Kutokana na hali hiyo, tunajiandaa kwanza kwa kuweza kupata ushindi kwa sababu tunacheza nyumbani, lakini cha pili kutofanya masiala ya kuwadharau, kuona kwa sababu tunacheza nyumbani basi tunaweza tukapata matokeo bila kufanya kazi. Michezo yote ambayo ya ligi kuu tuna morali kubwa sana, ila morali yetu ipo juu sana zaidi ya sana. Kwa hiyo tunawaahidi mashabiki wetu waje kwa wingi tena sana. Hapa Flyer pointi 3 katika uwanja wa Lake Tanganyika. Hatuwezi kuwaangusha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, atuamshe salama tu. Ushindi lazima tupate kwa jinsi tulivyojiandaa kuipambania nembo ya timu. Tumesafiri kutoka Arusha kuja Kigoma, na kubwa lililotuleta ni kupambana kuhakikisha jinsi gani tunaweza kupata pointi 3 kwenye uwanja mgumu wa Lake Tanganyika kama huu. Na naamini kwa maandalizi ambayo tumefanya, inshallah biidhnillah tutapata matokeo. Na vijana wako tayari, tumeshawapa elimu ya kutosha na wanajua wanacheza na timu aina gani. Kwa hiyo mimi naamini kadri muda utakapofikia tutaona jinsi gani tunaweza kutengeneza nafasi zetu na tukatumia, mwisho wa siku tukapata matokeo. Tunachozungumza kama wachezaji ni kuangalia kwanza nafasi tulokuwepo na ni namna gani tunaweza kutoka katika nafasi ambayo tupo. Kwa hiyo tunapeana morali na tunapeana ari kwa ajili ya kupata matokeo katika kila mchezo. Tunakuwa tunasahau yaliyopita, alafu tunaangalia lile linalokuja mbele kwa sababu ndio kubwa. Kwa hiyo tunaongea mengi lakini kuongea kutoshi zaidi ya kufanya. Kwa hiyo tupo tayari kwa ajili ya kufanya vizuri tuweze kutoka katika nafasi ambayo tupo. Kasim Haruna Shaban, Kasim Tiote ndiye mchezaji wa mwisho kabisa kuzungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake wa Fountain Gate baada ya kumsikia pia kocha Mohamed Leiza. Tumemsikia Jamhuri Kiwelu Julio, Tarantini Pereira, lakini pia tumemsikia Salum Kihimbwa wakizungumzia kuelekea kwenye mchezo wao wa leo. Wachezaji pamoja na makocha wanaonekana dhahiri kwamba wako tayari kuelekea kwenye mchezo huo wa leo. Umemsikia Kihimbwa? Nasema wana morali, hawajawahi kuona timu ina morali kama ambao wako nayo sasa. Ndio kwa ufupi kile ambacho amekizungumza kocha. Unajua ukitazama Mashujaa before Julio kwenye mechi 14 walikuwa wamefunga magoli 5 before ujio wa Julio. Ndio. After Julio kufika katika timu wamepata magoli 3. Hayo magoli 3 ambayo kwenye mechi 15 maana yake kwenye mechi 14 wana magoli 5, maana yake kila baada ya mechi 2 ndio wanafunga goli 1. Kwa hiyo ndio average ya ilivyo kwenye mechi 15. Mechi 15 ukigenya kwa magoli 5. Ndio. Mechi 14 na magoli 5 na kila baada ya mechi 2 linapatikana goli 1. Kwa hiyo unaona Msai hawakuwa katika kiwango kizuri. Na changamoto ambayo ilikuwa ni kwamba walikuwa wanaruhusu goli. Ndio maana nikasema kwamba at least ujua Julio kuna namna ambavyo katika hii mechi moja ya Mtibwa unaonekana. Though bado ni mapema. Anatakiwa aendelee kufanya kazi kwa sababu bado sawa kuna tatizo ambalo kidogo amelipatia ufumbuzi. Bado kuna tatizo mama ambao na yeye anatakiwa patie ufumbuzi. Tatizo katika eneo lake la ulinzi. Kwa sababu hata katika mechi ya Mtibwa ambayo ameshinda kwa goli 3, aliruhusu goli nyuma. Maana yake kwamba licha kwamba anaendelea kufunga, bado huku nyuma ambapo kuna changamoto ambayo wameruhusu takriban magoli 15, wanazidi kuongeza mzigo katika eneo la nyuma. Kwa hiyo huku anajaribu kurekebisha huku mbele. Pia anatakiwa pia kutazama namna gani ambavyo timu inaenda kupunguza makosa sasa katika eneo lake la mwisho. Sawa sawa. Katika hatua nyingine, Fountain Gate hapo jana ilifanya mazoezi yake ya mwisho ya kikanuni katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika pale mkoani Kigoma kabla ya hii leo kuwakabili Mashujaa FC ambao ni wenyeji kwenye mchezo huo. Kocha na baadhi ya wachezaji wamesema hali ya kikosi ni shwari na jeshi liko tayari kuweza kuwakabili Mashujaa FC na ikiwezekana kuweza kuondoka na alama 3 muhimu. Pamoja na mimi mwenyewe mwalimu tunamaliza session yetu murua kabisa na tukiwa tuko kwenye hali nzuri na tunaamini tuna mchezo mgumu kiukweli, na uhalisia uliopo huwa mechi zinakuwa ngumu, hakuna mechi rahisi, lakini sisi kama Fountain Gate tulishajipanga na tuko ligi kuu. Wachezaji wote waliosafiri na timu watatumika kwenye mchezo, isipokuwa tulimwacha uko nyumbani Isa Bushiri ambaye anakwenda kufanyiwa check up ya kifundo cha mguu, na naamini waliopo wanaweza kuchukua nafasi hiyo ambaye anaitumikia na tukafanya vizuri. Kwa maana timu imesajili wachezaji 30, anapotoka mmoja basi ataingia mwingine. Kwa nini? Ni wajibu wote waliosajiliwa kupewa nafasi na kuitumikia klabu yao ya Fountain Gate. Haya wachezaji wenzangu iko vizuri kwa mchezo huu, lakini sisi kama
Fountain Gate tunatambua Mashujaa ni timu nzuri, lakini tupo hapa kupambana kwa ajili ya alama zote 3 katika siku ya kesho. Kama wachezaji sisi kwa maandalizi yetu nadhani tumejiandaa vizuri, kwa sababu tumetoka kwenye mchezo wa Mbeya City, ulikuwa mchezo mgumu pia kwa sababu ni mchezo wa away. Kwa hiyo baada ya pale tulirudi tukajiandaa, tumemaliza pale tukacheza mchezo mwingine wa FA. Nadhani morali yetu kwa sasa hivi imeongezeka kwa sababu tumepata matokeo katika michezo yote miwili. Kwa hiyo maandalizi yetu kuelekea mchezo yamekamilika, na kama wachezaji tunatambua tuna jukumu la kupambana kuhakikisha tunapata matokeo. Mashujaa ipo juu yetu, wametuzidi alama, kwa hiyo ni lazima sisi tupambane ili tuweze kupata matokeo ili kuweza kusogeza katika alama ambazo tunazo sisi kuelekea juu. Kwa hiyo naamini utakuwa mchezo mgumu na mchezo wa kimbinu zaidi, kwa sababu kila timu naamini imejipanga mpaka kufikia kesho. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa inshallah. Nyota huyo Sadik Saidi akizungumzia utayari wao kama wachezaji kuelekea kwenye mchezo leo dhidi ya Mashujaa FC, mechi ambayo itapigwa pale Lake Tanganyika, Kigoma. Tuendelee kuziangazia taarifa ambazo bado zimesheheni na kugonga vichwa mbalimbali vya habari. Ligi kuu ya NBC Tanzania bara inatarajiwa kuendelea tena kesho, ambapo tutawashuhudia wakusanya ushuru. Timu ya TRA United wao watakuwa nyumbani wakikaribisha Simba Sports Club katika dimba la Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, mchezo ambao utapigwa saa 10 kamili jioni. TRA United imetoka kupata ushindi wa mabao 2 kwa bila kwenye mchezo wao wa mwisho dhidi ya The Southern Killers, timu ya Namungo FC kutokea pale Ruangwa mkoani Lindi. Na kwa upande wa mnyama mkali wa mwituni, Simba Sports Club nao walichomoza na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Chui Weusi ama wakulima wa Alizeti, timu ya Singida Black Stars. Andrea Kingamkono, kesho mchezo mwingine na tulizoea kuwaona TRA wakiwa kwenye uwanja wa Black Rhino. Kiwa Unguja pale unasema Black Rhino, kama ilivyokuwa timu yao ile wanaita Black Sailor, badala ya Black Sailor, lakini ni Black Rhino. Mechi yao ya mwisho walicheza hapo dhidi ya The Southern Killers na Namungo FC, na mechi hii inaarifiwa itachezwa kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta pale jijini Arusha. Ni kwa maana ya pengine mashabiki Simba walikuwa na mashabiki wengi, labda uwanja ule wa Black Rhino. Zumuni la TRA kwenda Arusha ilikuwa kucheza mechi Shamila Bedi. Naona ndio hasa ilikuwa ni, lakini kulikuwa labda na vitu vijakaa sawa, wanarekebisha sasa, vishakaa sawa, tayari mechi itachezwa pale. Nadhani ndio hasa ilikuwa kwa ajili ya kuhamasisha, kama vile mkuu wa mkoa nilivyomsikia Amos Makala alikuwa anasema kwamba anataka kuhamasisha Arusha, amshamisha, unajua wao watakuwa wenyeji wa AFCON. CPA Amos Gabriel Makala mheshimiwa wao. Kwa hiyo nadhani ikichezwa pale mashabiki wataanza kuzoea kwenda na kuelekea AFCON, itakuwa sehemu daraja sahihi kwa watu kuanza kuzoea kwamba kuna finali zinakuja hapa, na sisi wana Arusha wanaonekana si watu wa michezo, lakini sasa wanaletewa michezo. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi wakaangalie mpira unavyochezwa. Najua Arusha ni Simba ina mashabiki wa kutosha, na ni mechi ambayo itakuwa ngumu. Naona Simba anakwenda anatumia nguvu sana kupata matokeo yake, na hasa kutokana na bado kikosi chake anakitengeneza. Bado hajawa na timu imara kwamba unasema hii timu tayari ishatengeneza muunganiko mzuri kwa kila sehemu kuanzia viungo kwenda mbele. Kocha ameimarisha sana kwenye safu yake ya ulinzi. Nadhani sasa yuko katikati anaelekea kwenye safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo ndio sehemu ambayo kocha unaona anaitengeneza timu. Wanaenda kukutana na TRA, wametoka kushinda na wanajitengeneza vizuri. Etienne anaendelea kuimarisha timu yake. Amepata wachezaji wake, unaona wakina Shamu Karabwa, Vincent Ouma yule, Nouma yupo pale. Umeona kabisa ni Valentini Nouma. Hivyo sio Vincent. Valentine Nouma. Maki Ahmed wakati ule alikuwa anawatofautisha kwa kumuita Valentino Mashaka na Valente Nouma. Huyo ndo Ahmed Ali. Sasa kuna Valente na Valentino. Sasa huyu Valentino huyu ni Mashaka. Alafu Valente huyu ni Noma. Huko kuna Mashaka, huko kuna Noma. Unajua kiasi ngakona nawaita hivyo, sasa ndio umenifungua. Tuendelee mzee. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo imeshaanza kama kujipata, inaelekea kwenye mstari mzuri, lakini inakutana na timu ambayo yenyewe inatafuta
kurudi katika mstari wake. Simba inatafuta kurudi kwenye ule mstari wake. Wameachwa na Yanga kama almost kama point 6 hadi 7. Kwa hiyo wakishinda ina maana watapunguza ile gap. Yanga na point 35 au na point 27. Ndio. Kwa hiyo wanahitaji kushinda. Na tuliona mechi ya mwisho dhidi ya Singida, Simba walipambana sana kabisa kupata matokeo. Mechi ilikuwa ngumu sana. Singida walikuja kucheza vizuri sana, walikaba mpaka mwisho. Uwezo binafsi wa Chama, uwezo binafsi wa Mpanzu ukaamua mechi. Na Arusha Singida sio mbali. Maana Simba sio kwa Singida. Au walirudi kwanza. Walirudi wameondoka na walirudi. Hapana, wametoka Dodoma nani? Wamerudi wameondoka na ndege. Kutoka Singida Dar unatafuta. Wameondoka jana. Kama waliamua hivyo, lakini naona ni Instagram walipost wako hapo. Singida Arusha unajua ni karibu sana. Ni karibu sana. Sababu masaa mawili utakuwa umeshafika. Masaa mawili matatu kama umechelewa sana. Umeenda na ndege. Naona na walikuwa na muda wa kupumzika. Nadhani ni mechi ambayo itakuwa mechi nzuri. Kujitesa tena. Kujidaa yani unaanza safari unatembea kilomita nyingine za kutosha kujidaa kilomita zaidi ya 700. Tunasafiri barabarani. Hata kama walipanda SGR bado kuna mateso ya kukaa kwenye treni masaa 4 yale. Tusitazame takwimu za timu zote mbili alafu mpate nafasi ya kukazia hapo na kuchambua kwa kina zaidi. Tukianza na takwimu za wenyeji TRA United katika michezo ambao wamecheza mechi 14. TRA United wameshinda mara 5, sare mara 4, wamepoteza mara 5, magoli ya kufunga 17 na magoli ya kufungwa ni 15. Ukiangalia kwenye nafasi waliopo sasa hivi nafasi ya 9 wakiwa na jumla ya alama 19. Hao ni TRA United. Lakini upande wa pili wa shilingi kwa mnyama mkali wa mwituni Simba Sports Club, na yenyewe pia hebu tuwatazame tuweze kuona idadi ya michezo waliocheza, mechi ambazo wamepata ushindi. Haya, michezo 12 ndio ambao wamecheza. Ushindi mara 8, sare mara 3, kupoteza mara 1. Magoli ya kufunga wao 20, ya kufungwa 5. Nafasi ya 4, pointi 27. Karibu Lili. Ni mechi nzuri, mechi ambayo kwangu naamini inawezekana ikatengeneza picha bora sana kwa timu zote mbili. Kwa sababu gani? Unamtazama Itende Ragije akati anatoka katika kikosi cha TRA. Kuna namna ambavyo kuna mahitaji ambayo anahitaji, kwa mfano katika eneo lake la nyuma, sasa katika eneo lake la ulinzi alihitaji beki mmoja wakati na amepata Shamuka Raba. Akataji pia beki wa pembeni ambapo aliona Salum Chuku, na uliona mara nyingi sana akati anaingia alikuwa anamtumia winga kama fullback, kwa sababu ilikuwa inawezekana kiwango cha Salum Chuku hakikumfurahisha kocha, akasema no, nahitaji another fullback, ameletewa Valentine Nouma. Baada hapo akahitaji mchezaji wa mbele ambaye ni akaja kuletewa kijana kutoka DRC Congo, Ali Mapaka, ambaye anazidi kuongeza nguvu. Nilivyoitazama mechi ya TRA first half dhidi ya Namungo, kama watacheza vile walivyocheza dhidi ya Namungo first half, maana yake watatafuta balaa kubwa sana ndani ya kipindi cha kwanza. Kwa nini? Moja ya sehemu kubwa ambao Simba amekuwa akitafuta matokeo mara nyingi ni first half. Mara zote mechi nyingi ambazo Simba ameshinda, first half alikuwa anapata goli. Kwa hiyo kama TRA wataipokea Simba kama ilipokea Namungo kwenye first half, siamini kama Simba anaweza kufanya makosa ambayo Namungo alikuwa anafanya katika mechi hii. Kwa sababu gani? Ulikuwa unaona kabisa Namungo alikuwa anafanya zile patterns zinaonekana kiwanjani za kutafutia magoli hiyo kwa hazitumiza kutosha. Kwa hiyo TRA lazima ifanyie kazi hiyo, kwa sababu katika mechi dhidi ya Namungo first half walikuwa very slow. Yaani walikuwa very down compared na second half. Ni timu ambayo kipindi cha pili warudi wakiwa na kasi. Kwa timu ambayo zinao viwango vya timu kama Simba, lazima umheshimu mpinzani wako. Na hata hivyo kwamba kipindi cha pili waliweza kupata goli 2, ila pia bado Namungo walikuwa wanaweza kupata magoli. Kwa sababu gani? Ulikuwa unaona kuna njia ambazo zilikuwepo, hasa katika maeneo ya pembeni. Na moja ya silaha ambayo Simba wako nao ni kuwa na winga ambao wote ni direct wingers. Yaani sio winga ambao wanatembea pembeni, ni wingers ambao wanaweza kufanya movements za cutting kuingia ndani katika kutengeneza mashambulizi. Kwa lazima mafullback wa TRA katika mechi dhidi ya Simba sio kwamba wanatakiwa kupanda sana. Nimeona jezi namba Francisco jezi namba 22 yule wing fullback wa TRA. Anaonekana msa ni mtu ambaye anapenda sana kupanda. Ni fullback mzuri ila anapenda sana kupanda. Kwa aina ya wachezaji ambao Simba wako nao katika maeneo ya pembeni, lazima TRA wawe makini katika eneo lao la ulinzi, wasitengeneze ile spaces ambazo za kutosha kama walivyoanza katika mechi dhidi ya Namungo. Hawa wanakutana na timu mbili ambazo ni level tofauti na Namungo. Yale makosa ambayo wanafanya Namungo hastahili kufanyika mbele ya Simba.
maana yake ukiyafanya ni kutengenezea nafasi wao kuadhibu. Kwa mfano mwache Idrissa Gana Gueye na wachezaji na walikuwa na mwache Idrissa Gana Gueye na wachezaji wawili, lazima atawatoka. Na kulikuwa na instance ya 1 against 2 zaidi ya 3 ambazo Namungo alikuwa anazipata. Na unafahamu kabisa na wachezaji ambao wako flexible na wako tayari katika maeneo mbalimbali. Huyu ni Lilian Mukulu.